Ni katika viunga vya mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Songea ambavyo tumekuja hapa kwa namna moja ama nyingine kwa ajili ya kufuatilia shauri la mauaji ambalo limefunguliwa mnamo mwezi wa 8 mwaka 2024. Shauri hili linamhusu Hussein Kadari na wenzake 6 ambao wanatuhumiwa kufanya mauaji ya wanafamilia wawili, John Marwa Masese na Masese Marwa Senso, ambao walifariki dunia mnamo Agosti 29 mwaka 2023. Shauri hili ambalo lilikuja hapa kwa ajili ya kutaja, kwa mujibu wa taarifa ni kwamba jamhuri imekwisha kamilisha upelelezi wa jambo lenyewe na ilitarajiwa ya kwamba siku ya leo itakuja oda maalum ya shauri hili kupelekwa katika mahakama kuu ili ianze rasmi kesi ya msingi kusikilizwa, kwa maana ya kwamba mahakama hii haina uwezo wa kusikiliza kesi ya mauaji kwa mujibu wa sheria. Lakini kutokana na taarifa ambazo zimeletwa mahakamani hapa na upande wa jamhuri ya kwamba bado wameshindwa kuwasilisha baadhi ya dokumenti kwenye mtandao, kwa maana ya kwamba mtandao wa mahakama haujakubali ama mtandao wa mahakama haujakubali system ambazo zinahitajika kwa mujibu wa taratibu, na hivyo kupelekea upande wa utetezi kuwa wakali mahakamani hapa na kuiomba mahakama kutoa amri maalum, kwa sababu ya kwamba mtandao huo umekuwa ukifanya kazi katika mahakama mbalimbali nchini. Iweje mahakama ya hakimu mkazi Songea mtandao huu uonekane kwamba unashindwa kufanya kazi? Licha ya yote ambayo yameendelea, baada ya mabishano ya pande zote mbili, hatimaye mahakama imeahirisha shauri hili mpaka tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka huu 2025 kwa ajili ya kutajwa, na pengine kutokea hapo inawezekana shauri hili sasa likapelekwa mahakama kuu kwa ajili ya kesi ya msingi kuanza kusikilizwa. Nje ya viunga vya mahakama tumezungumza na mawakili wa upande wa utetezi wakiongozwa na wakili msomi Peter Madeleka ili kujua nini hasa ambacho kimejiri kwenye shauri la msingi. 27 mwezi Machi mwaka 2025 mahakama ya hakimu mkazi Songea ilikuwa imeita kesi ya jinai PI namba 23213 ya mwaka 2024 kwa ajili ya hatua ya kufanya committal proceedings. Committal proceedings ni mwenendo wa kesi ya jinai ambayo inawapeleka washtakiwa wa mauaji kwenda kusikilizwa katika mahakama kuu ya Tanzania, kwa sababu mashtaka ya mauaji huwa hayasikilizwi na mahakama za hakimu mkazi au mahakama ya wilaya. Na hatua hii leo ilikuwa inakuja baada ya upande wa jamhuri kueleza mahakamani kwamba upelelezi ulikwisha kamilika, na kama ulivyo utaratibu wa kisheria ni kwamba upelelezi ukisha kamilika hakupaswi kuwa na kisingizio chochote kile kwenye mahakama ya hakimu mkazi kinachochelewesha hatua nyingine ya usikilizwaji katika mahakama kuu kuweza kufanyika. Sasa kwanza nimpongeze mkurugenzi wa mashtaka leo. Mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP amefanya kazi kubwa sana kukamilisha upelelezi wa kesi hii. Ikumbuko kesi hii inahusisha watu fulani maarufu akiwemo Hussein Juma Kadari na wenzake 6, kwa sababu walituhumiwa kumuua marehemu Marwa Masese Senso na John Marwa Masese ambao miili yao ilikutwa kwenye ajali ya gari ambalo lilipinduka na wakakutwa wamepoteza uhai. Kwa hiyo ni kesi ambayo inachanganya kidogo kwamba ni traffic kesi au ni kesi ya mauaji. Lakini kama ambavyo imezoeleka ni kwamba vifo vyovyote ambavyo vinatokea wakati ambapo chombo chochote cha moto kimepata ajali, waliohusika kufanya ajali hiyo aidha kwa uzembe au kwa sababu nyingine yoyote wanapaswa kuwajibishwa kisheria chini ya sheria ya usalama barabarani, Road Traffic Act ya mwaka 73. Sasa kesi hii imekuwa ni kinyume chake. Watu wanaambiwa Marwa Masese Senso na John Marwa Masese wamefariki kwa ajali ya gari. Mamlaka za mashtaka ya jinai zinasema hapana, ile sio kesi ya ajali barabarani bali ni kesi ya mauaji. Sasa ndio maana unaona umati wa watu leo umevutiwa kuja kufuatilia kuona hatua inayokuja baada ya hapa. Sasa mkurugenzi wa mashtaka amekamilisha upelelezi. Lakini kwa nini hatukufanya committal? Hatukufanya committal proceedings leo kwa sababu mahakama kuu, mahakama ya Tanzania chini ya jaji mkuu Mheshimiwa Profesa Ibrahim Juma, mfumo wao wa kusajili information mahakamani ni mbovu. Hauwezi kumruhusu DPP kufaili information. Kwa hiyo watu wanazidi kusota magereza kwa sababu tu mahakama ina mfumo mbovu. Sasa naomba nitumie hadhara hii kumwambia Mheshimiwa jaji mkuu na kumuomba sana, natambua maboresho anayoyafanya kwenye teknolojia ya habari na mawasiliano, aruhusu information kwenye kesi hii ya mauaji ipelekwe isajiliwe mahakamani kwa njia za kawaida. Kama mtandao unasumbua, tutaonekana ni watu wa ajabu sana, tunakwamisha watu kupata haki ambao wamekaa kwenye magereza zaidi ya mwaka mmoja eti kwa sababu mtandao wa mahakama haufanyi kazi. Lakini nashangaza kuona mtandao wa mahakama haufanyi kazi Songea tu. Mikoa mingine yote huko kesi zinafailiwa kila siku, watu wanapelekwa mahakamani, kesi zinasikilizwa na hukumu zinatolewa. Kwa hiyo sisi tunaona kabisa kama hakuna nia ovu nyuma ya hii kesi,
Tunatarajia tarehe 9 mwezi wa 4 tutakapokuja hapa tutakuja kufanya committal proceedings. Kwa hiyo kesi hata ingekuwa kubwa kiasi gani kwa maneno yanayosemwa, hatima yake huwa ni mahakamani. Na mimi bahati nzuri kwa uzoefu wangu ni kwamba kesi inapokuwa na mbwembwe nyingi, kesi hiyo inakuwa ni rahisi sana mahakamani. Yaani nitakuja kuona hapa. Yaani kesi ikiwa na mbwembwe nyingi, mara sijui mabomu ya machozi sivyo vitu gani, ukiingia mahakamani ushahidi unaoletwa yani unatia huruma sana. Ziko kesi nyingi tunakumbuka hata kule Arusha. Kuna watu walishtakiwa kwa mbwembwe afu wakaja kuachiwa. Kwa hiyo ni hayo tu. Ni wito wangu kwa Jaji Mkuu ajitahidi mfumo wa mahakama ufanye kazi vizuri ili mahakama ya hakimu mkazi Songea na mkurugenzi wa mashtaka ofisi ya Songea wasishindwe kuendelea na hatua ya committal proceeding kwa sababu ndio sababu tulizoambiwa leo. Vyombo vya habari vimekuwa vikitajwa kama muhimili wa 4 usio rasmi wa dola. Hata hivyo vimekuwa vikitimiza majukumu yake kwa mujibu wa taratibu na sheria katika maeneo mbalimbali, iwe kwenye mihimili ya serikali, bunge ama mahakama. Isivyo kawaida na isivyo tarajiwa katika mahakama ya hakimu mkazi Songea siku ya leo, ambapo kesi ya mauaji iliyokuwa maarufu kabisa inahusisha Hussein Kadari na wenzake 6 imekuwa ikiendelea katika mahakama hii kwa siku ya leo. Isivyo bahati, vyombo vya habari vimekatazwa ama vilizuiliwa na vyombo vya dola ikiwemo jeshi la polisi kutimiza majukumu yake kama ilivyo taratibu ya kwamba pale watuhumiwa ama wadau mbalimbali wanapofika kwa ajili ya kusikiliza shauri hili, basi kumekuwa na picha maalumu zimekuwa zikichukuliwa kabla ya hakimu ama jaji hajaingia katika viunga vya mahakama. Hapa Songea imekuwa tofauti. Waandishi wa habari wampitia katika bugdha mbalimbali ambazo kwa namna moja ama nyingine zimewashindwa ama zimewafanya washindwe kutimiza majukumu yao kama vile ambavyo inahitajika. Jambo hili limekemewa vikali na mawakili wa upande wa tetezi wakiongozwa na wakili msomi Peter Madeleka, ambao kwa namna moja ama nyingine kwanza walianza kumueleza hakimu kile ambacho kimejiri, lakini sivyo tu, pia wamelazimika kueleza haya mbele ya wanahabari wakimtaka Inspector General wa polisi hapa nchini IGP Camillus Wambura kukemea jambo hili vikali. Naomba pia nimfikishie ujumbe mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura. Polisi leo wamezuia waandishi wa habari wasipige picha mahakamani. Waandishi wa habari ni muhimili usio rasmi wa dola na ni muhimu sana kwenye maendeleo ya nchi. Wamekuwa wakiripoti kesi mahakamani za mauaji, sio hii tu. Zipo kesi nyingi tu za kina Zombe, za kina nani, wamepiga picha mahakamani na taarifa zimefika nchi nzima kuweza kujua yanayoendelea mahakamani. Mahakamani hatuji kufanya siri wala hatuji kufanya uchawi. Kila kinachofanyika lazima kirekodiwe na umma ufahamishwe kwa sababu ni haki ya umma kupata na kutoa habari. Kwa hiyo tunatarajia kama sio maelekezo ya IGP kutoa kwa askari wake wa mkoa wa Ruvuma kuzuia waandishi wa habari wasipige picha kwenye kesi hii, tunaomba tabia hii ikomeshwe ili tutakapokuja umma ufahamishwe nini kinaendelea kwenye hii kesi. Kama kuna mtu ana maslahi yake, basi atakuja kuyapata huko mahakamani, lakini sio kukwamisha habari zisiweze kutoka na kuwafikia wananchi ambao wanazihitaji kwa maendeleo na maendeleo ya nchi yetu.